na tupande mana. Yes. Tukaitamalaki. Maana twaweza kushinda bila shaka. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Sisi nikwambie, tulipoanza kujenga kanisa, vivunja moyo vilikuwa hapa na niwatirika. Tukisema tujenga, nasema hatuwezi kujenga. Twende, nasema hatuwezi kwenda. Utakuwa kwambia usitoe nyingi sana, toa kidogo. Wavunja moyo wako hapa. Mwangalie huko, yuko karibu na wewe. Mwangalie mchawi yuko hapa. Pia nasomea kanisa kwa mwana. Mchawi. Mtu asiye na moyo wa kusonga. Bwana pesa. Pale Bwana sema sikia. Tutaenda kuchukua. Tutawashinda hawa watu. Anajua ni Mungu nani anayemwabudu. Mimi changawa namjua ni Mungu nani anayemwabudu. Asiyeshindwa. Kama utashindwa baki 25. Kama utashindwa baki 25. Baki na baraka 25 na maisha ya 25 na kazi ya 25, biashara ya 25. Lakini kama utakuwa kama imani yangu, twende 26. Haijalishi kuna nani, 26. Haijalishi kuna mtu gani, 26. Anapendana. Sisi tunapenda. Nisikize vizuri. Jipange sawa sawa. Maana twapenya. Haijalishi kuna manaki, haijalishi kuna nani. Kuna watu wataenda ng'ambo mwaka huu. Hapa. Naona watu wanaenda ng'ambo mwaka huu. Kuna watu wanahangaika kutengenezea passport na visa. Wewe tulia utengenezewe. Tulia huyo mwanamke akutengenezee. Nataka yotoje hapo chini. Hebu endelea kiodadi. Kama tunapita hapo, endelea. Wakawaletea wana Israeli habari mbaya ile nchi walioipeleleza. Wakawaletea wana Israeli habari mbaya. Kuna watu wanaleta habari mbaya ya 26. Kwa wana Kenya. Habari mbaya. Mhubiri yote yake ni habari njema. Hakuna mhubiri anatoa habari mbaya. Kwa maana Mungu tunamwabudu ni Mungu mwema, wa kufanya mema. Anatuwazia mema. Kwa hivyo kama huwazi mema, wewe ni mchawi na devil wasi. Mchawi na famous kuni za jehanamu. Lakini neema ipo, usamehewe na uingie tena na wenzako. Usamehewe. Tunaenda hatuendi. Hadi kwa mwanangu. Wakasema, ile nchi tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi nao wala watu wanaoikaa. Na watu wote tulioona ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliona Wanefili, wana wa Anaki, waliotoka kwa hawa Wanefili. Tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Hapo rudia hapo, vivunja moyo. Sema vivunja moyo. Mwambie wewe sio vivunja moyo wangu wewe. Mwambie wewe sio vivunja moyo wangu wewe. Mwambie bwana sikeni kwa wewe mwambie. Usiwe vivunja moyo wangu wewe. Usiwe vivunja moyo wangu wewe. Unajivunja moyo vya kutosha. Sasa niachilie nifanikiwe. Unapata moyo? Lakini hiyo nchi, hebu rudia hapo, ile nchi. Wakawaletea wana Israeli habari mbaya ile nchi walioipeleleza. Wakaleta habari mbaya kwa wana wa Israeli. Wakasemaje? Ile nchi tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi nao wala watu wanaoikaa. Inayowala watu wanaoikaa. Na watu wote tulioona ndani yake ni watu warefu mno. Na watu wote
ndio wanaoichimiwa refu mno. Kisha huko tuliona Wanefili, kisha tukaona Wanefili wale majayani, wana wa Anaki, waliotoka kwa hao Wanefili. Tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, tukajiona sisi kama banzi, nao ndio walivyotuona sisi, kama parare, kama grasshopper, kama chenene, kama kachokodilo. Ukiwaangalia hawa watu na ukiangalia nilivyo, ni kama kachokodilo kadogo. Bwana asifiwe sana. Wanakuja tukaendaje nchi hiyo iliyojaa Manefili, wana wa Anaki? Sisi ni kama kachokodilo mbele zao. Mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia. Watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana Israeli wote wakamnung'unikia Musa na Haruni. Mkutano wote wakawaambia, ingekuwa heri kama tungalikufa katika nchi ya Misri. Tunataka kule Musa, ingekuwa tungalibaki huko Misri. Angalia kuna watu wasio na imani siku zote kuwaza nyuma. Watu wasio na imani. Nisikize mshirika vizuri. Mtu yote asiye na imani sote kuwaza alipotoka. Hawazi mbele. Songa mbele na arudi nyuma. Kwa baada. Jana pia mtu kidogo vizuri basi. Nikamka tunayasonga mbele. Wanataka kuwapiga mawe wakina Joshua, wakina Musa, wanataka kuwapiga mawe. Watu wasio na imani, wanaosengenya wahubiri, wanavibaya wachungaji, watu wa kuvunja moyo, wasiopenda kusonga mbele. Kila tafuta nakwambia usitoe staliwa. Usitoe. Toa tuzile. Toa tuzile. Sawa. Toa. Kama hutatoa kula mwenyewe ulisiki. Kula mwenyewe ukai maskini. Toa tuzile hapa. Hasa asitola watasikula. Ukiona huku ngana kula pesa. Bwana asifiwe sana. Amen. Usipeleke mawe 100, peleka mawe 10 tu. Anashauri mwingine. Mnafiki kama huyu, mnafiki kama huyu. Usipeleke kabisa. Wacha huwapeleke. Usipeleke itajenga ndio uingie uombe uende zako. Amen. Utakuwa mlangoni. Wewe usijenge. Pesa zako tumia. Wacha watu wenye baraka wajenge. Tunamjenga tunalifiki jamani. Tunalifiki jamani tunalifiki. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Nisikize vizuri. Baraka zaja 26. Lakini Manefili wako, wana wa Anaki wako, wana wa Anaki na Manefili ni uchumi. Uchumi utakuwa ngangari. Nisikize. Nimesema uchumi wa Kasongo wa 25, wacha umoja wale wa 26. Bado kazi ya Kasongo bado, lakini atuelekea vizuri. Wewe ndio kusema bado kwa sasa hivi kazi. Bila kurejea. Wale kulikuwa ni mabarabara kuna kazi. Wale kulikuwa ni nyumba kupata kibanda. Kuna kazi. Kule Majenga. Ukuru Majenga. Bado wewe unajua vizuri. Kuna kazi zile nyumba za affordable ukiangalia. Vile tulikuwa watu wanapita hata njia hakuna. Hata njia ya kupiga hakuna sahi. Karazo. Hakuna baraka ijayo bila jasho. Amen. Hakuna baraka ijayo bila kusota. Amen. Hakuna ombi kwa Mungu la upige magoti Bwana nibarikiwe. Ukimaliza kwa Bwana bariki toka kafanye kitu kufanya ubarikiwe. Baraka haiji na miguu. Nikasema ndiye mimi umeniomba nimekuja. Baraka ni jasho, baraka ni jasho. Ni maono. Na kusikiza Mungu anasema nini? Si Mungu fanikiwa. Amen. Ona sana. Lakini vivunja moyo vitakufuatilia. Wewe mhubiri wa Safina.
Wewe mwingine unasema wewe utakuwa maskini na pasta atakuwa tajiri. Wewe utakuwa maskini hapa utamfanyia yeye akule. Sikiza. Wewe fanya, Mungu anakujia. Hubiri, Mungu anakujia. Fundisha, Mungu anakujia. Kaa mwaminifu, Mungu aone uaminifu wako akujie. Akujie na baraka zake. Hakuna mtu atazuia baraka za Mungu zimekuwa kwako. Hata mtego wa kutoka. Hata simba wangu. Wanasema hata simba wangu hawezi kuzuia baraka zako zimefungwa. So mimi nakutabiria 26 afya njema. Ukitina yokwambia utaenda hospitali kuangalia mtu mwingine, si wewe. Amen. Si wewe. Utapita 26 vizuri. Muzima. Tena aliyeshiba na aliyevaa za kung'ara. Muzima. Hajati kuna jua au kuna mvua. Utapita sawa sawa. Hao manefili ni chakula chetu cha nyote. Amen. Kanyaga. Hao sijali wako aina gani. Hata ni warefu kama nini. Hata kama ni mrefu kama gogo la tano utakutoa matatu. Wala pesa. Amen. Mtu kama ndio ndio hapo. 14 mstari wa pili. Twende. Au ingekuwa heri kama tungali kufa katika jangwa hili. Mbona Bwana anatuleta mpaka nchi hii ili tuanguke kwa upanga? Twende mstari wa 10. 14 tuko mlango wa 14 mstari wa 10 Lakini mkutano wote wakaamuru wapigwe kwa mawe. Ndipo tukufu wa Bwana kuonekana katika hema ya kukutania. Mbele ya wana wa Israeli wote. Bwana akamuuliza Musa, "Je, watu hawa watanidharau hata lini? Wasiniamini hata lini? Nijapokuwa nimefanya ishara hizo zote kati yao, nitawapiga kwa tauni na kuondolea urithi wao, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, kisha yenye nguvu kuliko wao. Watu hawa watanidharau hata lini? Nitawajaza magonjwa." Ukimkosea Mungu atakuadhibu. Ukimkosea Mungu anakuadhibu. Amen. Alafu anamtumika Mungu anakuwa watu wa maana, wanainuliwa. Mungu ameongea na watu hapa juu ya baraka hii. Watu walikatalia. Bwana asifiwe sana. Amen. Twende kitabu cha Torati mlango wa kwanza mstari wa 6. Torati, kumbukumbu ya Torati. Namaliza sasa hivi. Na hii Bwana anatenda jambo. Torati huko mbele ya kitabu, kapata Torati huko kwa kungojea. Mlango wa kwanza, halafu mstari wa 6. Bwana akasema, Bwana Mungu wetu alituambia huko Herobu, akasema, mlivyokaa katika mlima huu vyatosha. Geukeni mshike safari yenu, mwende nchi ya milima ya Waamoni, na mahali pote palipo karibu ya hapo, katika hiyo Araba na nchi ya vilima, na huko Shefela na Negebu na pwani, nchi ya Wakanani na Lebanoni, mpaka mto huo mkubwa, mto wa Frati. Angalia, Bwana Mungu akasema, mlivyozunguka hapa, mlivyokaa hapa vyatosha. Ulivyokaa na maisha hayo ulionayo vyatosha. Ulivyokaa na biashara hii ulionayo vyatosha. Ulivyokaa na mshahara huu ulionao, sasa geuka. Sasa anza kusonga mbele. Sasa 2026. Ulivyozunguka hapa 25 watosha. Sasa geuka. Sasa imetosha. Sikiza mpendwa, tunageuka. Tumezunguka hapa ikatosha. Biashara haiendi. Hakuna mteja. Hakuna pesa. Sasa geuka. Sasa geuka. Sasa geuka. Sasa geuka. Sasa geuka. Rudia hapo dada, rudia hapo. Bwana Mungu wetu alituambia huko Herobu. Hebu anza mstari wa kwanza.
Haya ndiyo maneno ya Musa aliyowaambia Israeli wote ng'ambo ya Yordani barani, katika Araba lililowekewa sufu, kati ya Parani na Tofeli na Labani na Herozadi na Dizabu. Ni mwendo wa siku 11 kutoka Herobu kwa njia mlima wa Seiri. Ni mwendo wa siku 11 kutoka pale kwa kuingia Kanaani. Mwendo wa siku 11. Lakini kwa sababu ya mioyo migumu wamekatishwa huko. Sasa anasema mmekaa vya kutosha hapa Sasa geukeni. Si ungeukia nani wewe? Si ungeukia nani wewe twende sote wewe? Utabaki hapa jangwani. Au naomba niseme. Au naona hapa ukalipo. Au kuna manefili na wana. Nataka kurudi. Sasa hizi zimekuja. Hamukuona hicho mchana cha zamani. Hizo chini hamkuziona. Halo. Hizo chini hamkuziona. Sababu hamkuziona. Hayo makoma manga je? Hamkuyaona. Narudi. Au tusonge. Twende msiende. Twende tu. Ikawa mwaka 40 mwezi wa 11, siku ya kwanza ya mwezi, Musa akawaambia wana Israeli, kama yote aliyopewa na Bwana ya kuamuru, alipokwisha kumpiga Sihoni mfalme wa Waamori, aliyekuwa akikaa Heshboni, na Ogu mfalme wa Bashani, aliyekuwa akikaa Ashtarothi, iliyo katika Edroi, ni ng'ambo ya Yordani katika nchi ya Moabu. Alipoanza Musa kufunua torati hii, akisema, Bwana Mungu wetu alituambia huko Herobu, akasema, mlivyokaa katika mlima huu vyatosha. Geukeni mshike safari yenu, mwende nchi ya milima ya Waamori na mahali pote palipo karibu na hayo. Na mulivyokaa hapa vyatosha. Ulivyokaa na ugonjwa huu vyatosha. Ulivyokaa na matatizo haya vyatosha. Ulivyokaa na madeni haya vyatosha. Sasa fanya nini? Geukeni. Anegeuka huwa ameketa huwa amesimama. Amesimama. Asante sana. Amen. Yapo kanikuye. Bwana asiwe sana. Amen. Sasa geukeni sasa. Inatosha mlivyokaa hapa. Inatosha mlivyokaa kwenye kanisa la mchanga huu na matope. Inatosha mlivyokaa na kanisa ya magunia magugu na mabati. Inatosha kukaa na nguzo hilo ni wanamchwa. Sasa geukeni kwa nini? Amen. Baba. Inatosha kile kibanda tulikuwa nayo. Na kutakia duka lenye vioo. Duka la vioo. Si vioo. Wala sana. Amen. Na kutakia duka la glass. Ambalo mtu akiingia anaingia naye kama mwenyewe. Wanaita nini? Supermarket. Super. Inaitwa supermarket. Supermarket. Si market tu, ana supermarket. Halafu market. Bwana asifiwe sana. Mungu akiingia na chagua mwenyewe. Mungu anapeleka mahali utajiangalia ndiye nini? Miguu hiyo ione ikanyenyekea tena. Yenyewe walisema wakuwe kabla kuja kula sikukuu. Walikuweza. Siluko unapiga nuru pale. Basi kama moyo wangu unavutwa, wewe unaenda mbio, wewe mwenyewe ukasema unaenda mbio. Wewe mwenyewe uko hapa. Na sasa je? Wameshindwa. Watashindwa kotokoto. Hao ndio manefili. Watu wakubwa wenye wanaojua kuroga uchawi. Kama wale wachawi wa kule Bama walisema mataa basi hawawezi kusoma. Nenda kuona juzi mataa yako huko na ndio wameshindwa. Hawasoli tena. Bwana sasa. Wewe bado unaogopa nini? Nisikize vizuri. Tunatoka huu mwaka. Tunaenda mwaka mwingine. Amen. Tunaacha mashaka haya mwaka huu.
unala njaa tena uminywe. Wewe una njaa tena uminywe. Tena ukozwe. Yaani umela njaa tena uminywe tena ukozwe. Ukiamka umetozwa tena umela njaa. Hii maisha tunaiacha mpaka tu. Maisha tunayoingia kwa mjao ni maisha ya nguvu na kibali na ushindi na karama na utisho. Sana na utisho. Walikuwa wanakuangalia, watakuwa wanakuangalia chini kupita, maana wanakuogopa. Watakuongea baadaye. Ni mfulani yule. Hapana si mfulani. Unamjua ndiye? Hapana ndiye wewe. Hapana siye. Ndiye wewe. Bwana uombe chakula. Bwana yamaliza. Ndiye wewe. Ndiye wewe. Ndiye wewe. Ndiye wewe. Wanaitwa siye wewe. Bwana asifiwe sana. Wamezoea ni wewe kununua kilo 2 ya tomato kila siku. Biashara kwa haipani. Kilo 2 ya tomato tena nyingine zimeenda panya na kumwagika. Leo unaenda unaonesha sanduku nzima. Kwa wiki sanduku 2 3 na unauza. Ndiye wewe, ndiye wewe, ndiye wewe, ndiye wewe. Bwana pesa. Kugeuka ni gharama. Kugeuka ni gharama. Kugeuka si rahisi. Umezoea mwendo huu. Umezoea tabia hii. Kugeuka kubadilisha system ya maisha si rahisi. Kubadilisha system ya mahubiri si rahisi. Kubadilisha system ya nyumba si rahisi. Bwana pesa. Amen. Kwanza swali. Hii matresi mpya. Hii matresi mpya haiwezi. Ile ubaya gani? Ukimwombe ukija ukilalia leo kama unaniambia nini? Ibada. Ni kweli si kweli? Godoro haiwezi kununua uje nayo na ni mpya uilalie ni kama unaniambia umezoea ile ya kukulu. Ibada kuna matresi. Bwana pesa. Mpaka mwili uzoee. Kugeuka sana hisi mpaka uzoee. Bwana pesa. Mpaka uzoee. Kweli kweli. Mpaka uzoee bwana. Mpaka mwili uzoee mashaka ya hejezi. Wewe ndio umezoea kukenda. Sasa kama wapaka hapo. Bwana pesa. Amen. Tunabadilika. Amen. Tunabadilika. Amen. Tunabadilika. Chapter 2 verse 1 to 4. Right. Hii kama naongea na mtu au naongea kwa nini? Ndipo tukageuka, tukashika safari yetu kwenda jangwani kwa njia ya bahari ya Shamu. Kama alivyoniambia Bwana. Tukao tukizunguka milima ya Seiri siku nyingi. Bwana akanena akaniambia, mlivyozunguka mlima huu vyatosha. Geukeni upande wa kaskazini. Nawe waingize watu uwaambie, mtapita kati ya mpaka wa ndugu zenu, wana wa watu. Uwaambie, mtapita kati ya mpaka wa ndugu zenu na wana wa Esau waketio Seiri, nao watawaogopa. Basi jiangalieni nafsi zenu sana. Msitete nao, kwa maana sitawapa katika nchi yao kamwe. 16. Basi ikawa walipokwisha angamizwa kwa kufa watu wote wa vita kati ya watu, Bwana aliniambia akasema, hivi leo ivuke ardhi mpaka wa Moabu, na utakaposongea kuwaelekea wana wa Amoni, usiwasumbue wana wa Amoni, wala usiwashindane nao. Mstari wa 14 wa 24. Ondokeni, mshike safari yenu, mvuke bonde la Arnoni. Ndio. Tazama, nimemtia Sihoni Mwamori mfalme wa Heshboni mkononi mwako,
na nchi yake. Anzeni kuimiliki, mshindane naye katika mapigano. Hivi leo nitaanza mimi kutia utisho wako na kuwaofisha kwako juu ya watu walio nchi. Kama rudi hapa. Hivi leo nitaanza mimi kutia utisho wako Hivi leo na kuofiwa. Hivi leo nitaanza kuwatia watu utisho wako. Iza watu watakuogopa, watu watakudharau tena, watu watakuheshimu. Hii kazi itaanza leo. Kwa hiyo tutaenda katika imani hii. Hii kazi itaanza leo. Bwana pesa upate utisho kila unapotembea. Watu wakikusikia, wakikuona wanatetemeka. Umewahi kuona mtu anafungwa na mnyama na ameshikwa na hasa tunajua mkaka. Unafikiri unaenda mbio, kumbe kweli uko hapa. Twende wewe. Nenda. Na wewe ndio uko hapo. Nenda. Bwana pesa. Umeshtuliwa na gaidi au na mamkani. Si ukimbie. Anafikiri anakimbia, kumbe yuko hapo hapo. Na sasa anakutoka rafiki waenda. Na huko mkadaa naye. Mkadani. Wewe mkadani. Mkanda mteteta. Anakai sauti mkanda. Mkanda ameshikwa na mkanda. Anataka kuenda mbio na tunamzia toka bila ripoti. Mungu akishakuweka hiyo nguvu, waliokuwa wanakutesa wewe, wakikuona wanashikwa na mkanda na mteteta. Walikuwa wanakuongea lakini sasa wakikuona na nikuanzia sasa hivi. Nisikize vizuri. Biblia inasema kuanzia saa hii nitakuingiza utisho. Ili ukianza kwenda naona mwaka ndio ule. Mwaka ndio ule nakuja. Sikiza, nakutianisha kuingia. Ukitoka hapa nenda ukaingie vizuri. Uingie kwenda unaingia pamoja naye. Ndio. 26. Tunaingia mabadiliko. Ndio. Lakini sasa na Bwana atakavyokuongoza. Kamsikize Mungu wako. Atakwambia nini? Amen. Bwana asifiwe sana. Nisikize vizuri. Bwana ameshakupa kibali cha kuingia 26. Hapa Safina. Bwana alikuwa akiniambia usiku. Kawaambia wanangu wapa kibali. Na wapeleka nchi tofauti. Amen. Nchi tofauti. Amen. Atabadilisha nyumba yako. Amen. Atabadilisha furniture za nyumba yako. Amen. Atabadilisha jikoni. Amen. Atabadilisha mavalio. Amen. Atabadilisha usiri wako. Amen. Atabadilisha ushuhuda. Amen. Atabadilisha afya. Amen. Atabadilisha biashara. Amen. Atabadilisha hazina. Amen. Bwana pesa. Walikuwa wako nazo wachawi na waganga pesa zetu kwa ajili ya madawa yao. Tunaenda kuchukua wenyewe. Hayetu watu na waganga walikuwa wamechukua. Tunaenda kuchukua wenyewe. Madeni watu na wabinadamu walichukua baraka zetu na mali yetu. Tunachukua wenyewe. Kwa watu wakihangaika. Bwana pesa. Bwana pesa. Ni silaha gani iliyopiga ikaangusha ukuta wa Jericho? Ni silaha gani? Ni silaha gani? Ni silaha gani zilipiga